Basi leo nakupeleka Kenya. Unaambiwa kwamba Kenya kuna update tam. Yaani ni tam kweli kweli. Tunaambiwa kwamba Isaya Yunge ameweka wazi ujumbe mzito baada ya kumchumbia mtoto wa Ruto. Sasa ilikuwaje? Utafahamu hapa. Jibu utalipata. Unaambiwa kwamba Tanzania na Kenya zinaendelea kuvutia hisia sana watu wengi kwenye mitandao ya kijamii baada ya Mtanzania Isaya Yunge kuweka ujumbe wa kwanza hadharani kufuatia hatua yake ya uchumba na huyu mtoto wa Ruto, binti wa rais wa Kenya William Ruto. Ujumbe wa Isaya unaonekana kuwa na hisia kubwa, huku akimtaja Charlene kama zawadi kubwa iliyotokea katika maisha ya kwake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Isaya aliandika, "Nashukuru baba yangu wa mbinguni kwa kunibariki kuwa na binti mzuri ninayempenda. Mungu alinipa kilicho bora zaidi aliponipa wewe, Charlene, ambaye ni jambo jema kwangu. Wewe ni jibu langu la maombi yangu na zawadi yangu kubwa zaidi duniani. Nitatumia maisha yangu yote kuheshimu na kuthamini hisia zako." Kwa lugha ya Kiingereza tuachane nayo mambo ya wazungu, lakini kwa Kiswahili nimetafsiri. Ujumbe huo umeambatana na emoji za moyo, yani na pete ya uchumba, na umeibua hisia mbalimbali kutokana na mantiki hiyo. Isaya Yunge ni nani? Je, unatamani kumjua? Isaya Yunge anatajwa katika taarifa mbalimbali za mitandao ya kijamii na ni mfanyabiashara mjasiriamali kutoka Tanzania, pamoja na kuwa na mfukuzi katika masuala ya motisha. Pia anahusishwa na Soma Hapo na jina lake limewahi kuonekana katika orodha ya Forbes Africa Under 30 mwaka 2018 huko. Anahusiana pia ana uhusiano wa kimapenzi na binti wa Ruto. Amevutia attention kubwa na intention kwa watu mbalimbali, hasa kumchumbia mtoto wa rais wa Kenya William Ruto. Charlene Ruto ni nani? Charlene Ruto ni mmoja wa watoto wa rais William Ruto, mama wa taifa Rachel Ruto. Kwa miaka hivi karibuni, Charlene amekuwa akionekana katika shughuli mbalimbali za kijamii na matukio yanayohusisha familia ya rais wa Kenya. Sasa jina lake limekuwa gumzo zaidi baada ya taarifa ya uchumba wake na Isaya Yunge, Mtanzania ambaye amewahi kuwa mwazi kwa binti huyu na kumweleza kuwa anampenda sana mtoto wa Ruto. Nadia Cherono Ruto naye ameingia kwenye mjadala katika matukio yanayohusishwa na familia ya Ruto. Jina lingine linalovuta hisia za watu ni Nadia Cherono Ruto. Taarifa zinazoelezwa kuwa maisha yake ya Nadia aliishia katika kituo cha kulea watoto huko Machakos akiwa mtoto mchanga mwaka 2015, wakati William Ruto akiwa naibu rais wa Kenya. Alitembelea kituo hicho na baadaye Nadia akawa ni sehemu ya familia ya Ruto. Inaelezwa kwamba jina Cherono alipewa kwa heshima ya mama yake Sarah Cherono. Tangu wakati huo, Nadia amekuwa akionekana katika matukio mbalimbali pamoja na familia ya Ruto. Kilichofanya nije hapa ni kuhusiana na madai ya mahari ya Kenya bilioni 7, lakini zaidi ya habari ya uchumba, jambo lilozua mjadala mkubwa kwenye mitandao ni madai kuhusu kiwango cha mahari kinachodaiwa kutolewa katika sherehe ya kimila Koito. Baadhi ya blog online TV za Kenya zimesambaza madai kwamba mahari hiyo ilifikia takriban shilingi bilioni 7 za Kenya. Kiasi hicho, endapo ingekuwa kweli, ingekuwa sawa na zaidi ya shilingi bilioni 140 za Kitanzania, kutegemea na kiwango cha ubadilishaji wa fedha kinachotambulika kimataifa. Lakini hapo ndipo tunapohitaji kuwa waangalifu. Hakuna uthibitisho rasmi ulioweka wazi Isaya Yunge au Charlene Ruto, familia ya Ruto, uliothibitisha kwamba kiasi cha bilioni 7 za Kikenya zilitolewa kama mahari.
Kwa hiyo kwa sasa taarifa inayopaswa kuchukuliwa ni kama madai ambayo hajathibitishwa na si ukweli uliothibitishwa. Koito ni nini? Koito ni aina ya sherehe ya kimila inayohusishwa na jamii ya Kalenjin ambapo familia hushiriki katika mchakato wa kimila na uhusiana na ndoa na makubaliano kati ya familia wa familia yenye hadhi kubwa kama rais wa Kenya. Tukio hilo linaweza kuvutia hisia kubwa na kuzalisha mijadala mingi kwenye mitandao. Hata hivyo, ukubwa wa sherehe au hadhi ya familia haiwezi kuwa na uthibitisho wa kiwango fulani cha mahari. Tanzania na Kenya zimekutana katika hali ambayo mimi naweza nikasema ya kimapenzi. Bana, wewe una maoni gani? Uhusiano wa Isaya na Charline umefanya macho ya watu wengi kutoka Tanzania na Kenya kuelekezwa kwenye familia hizi mbili. Kwa upande mmoja kuna Mtanzania anayejulikana katika mazingira ya biashara na ujasiriamali, na kwa upande mwingine kuna binti wa rais wa Kenya. Na sasa badala ya mjadala kuwa wa kisiasa, safari hii wanajadili mapenzi, uchumba, mila, familia na mahari. Ujumbe wa Isaya pia unaonyesha upande wa kihisia na uhusiano huo, hasa aliposema, Charline, wewe ni jibu la maombi yangu na zawadi yangu kubwa zaidi hapa duniani. Maneno haya yamefanya watu wengi kuamini kwamba Isaya anaona hatua hiyo kama moja ya hatua kubwa zaidi katika maisha yake. Je, mahari ya bilioni 7 ni kweli? Hilo ndio swali ambalo linaelekea kwa watu wengi sana masikioni. Baadhi wanaamini kuwa kiasi hicho kimetoka kimaneno tu, lakini akielezeki kiundani. Wakati mwingine wanaona ni namna ilivyovutiwa kichumvi zaidi, kuongeza mvuto kutokana na hadhi ya mtu. Kwa sasa jambo la msingi ni kutenganisha na kutothibitisha. Kilicho wazi ni kwamba taarifa ya uchumba wa Isaya Yuge na Charline Luto zinavuta tension kubwa, lakini kuhusu bilioni 7 za mahari bila uthibitisho kutoka kwa familia au wahusika ni mapema kusema. Swali, kama wewe unaamini madai ya bilioni 7 ya Kikenya au unaona ni uvumi uliotiwa chumvi na mitandao ya kijamii? Dondosha comment hapo chini, andika maoni yako kwenye comment section. Kama wewe ni Tanzania weka nembo ya Tanzania, kama wewe ni Mkenya weka nembo ya Tanzania, na pia kama wewe ni watofauti na nchi ya Tanzania dondosha comment hapo chini. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala kama haya. Pata update mbalimbali, kumbuka kusubscribe ili kujiunganisha nasi. Allah.